kulikuwa na kadhia kubwa ya mawakala. Muongozo wa tume na kanuni za tume zilitueleza kwamba mgombea na chama kiandike barua kutambulisha mawakala na vituo watakavyopangiwa, na wakala apeleke picha 2 au nakala ya kitambulisho, nakala 2 za kitambulisho, na wakaeleza kwamba barua hii ya utambulisho wa mawakala ndiyo itakayokuwa kigezo cha mawakala kutambuliwa kwenye kituo, kwamba tume yenyewe, msimamizi wa vituo wa uchaguzi, atapeleka maelekezo kwenye vituo, na kwamba kabla ya zoezi la kupiga kura kuanza, majina ya mawakala yatawekwa kwenye kituo, yatabandikwa. Mimi kwenye kituo nilichokwenda kupiga kura sikukuta majina ya mawakala yaliyobandikwa nje ya kituo. Katika maeneo mengi mawakala wetu walipohitaji kwenda vituoni wakaelezwa kwamba hawana barua za utambulisho, kinyume na maelekezo ya tume. Lakini kinyemela mawakala wa CCM wakapewa barua za utambulisho. Hii imetokea Urambo, imetokea Kaliwa, na imetokea maeneo mengi. Mawakala wetu wamekataliwa kuingia kwenye vituo kwamba hawana vitambulisho, na tume ilitueleza hakuna sababu ya kwenda na kitambulisho. Ni barua ulioiandika kwa msimamizi wa uchaguzi ukiambatisha picha 2 au nakala 2 za vitambulisho, ndiyo itakayotumiwa kuwatambua hawa mawakala, na majina yao yatabandikwa kwenye vituo vya kupigia kura. Kwa hiyo tulidanganywa. Kwa hiyo mawakala wetu wengi hawakuweza kuingia mapema wakati zoezi la upigaji kura linaanza. Hii ilikuwa ni sehemu ya mkakati wa kuruhusu Oktoba tunatiki. Hata watazamaji wa kimataifa, watazamaji wa Sadiki, wamesema wamekuta mawakala, lakini mawakala wa vyama vya upinzani walikuwa hawakuruhusiwa kuingia kwenye vituo vya kupigia kura. Kwa hiyo hili lilikuwa ni wazi kabisa, swala hili lilionyesha udanganyifu ambao tume yenyewe ilikuwa inausimamia. Kwa sababu uwezi ukatueleza kwamba ukishapeleka barua umeshakamilisha taratibu za kumtambulisha wakala na kwamba majina yataandikwa kwenye vituo, alafu mawakala wanakwenda kwenye vituo hawakuti majina yao kule, wanaulizwa wapate vitambulisho ili waingie kusimamia mambo ya uchaguzi. Ndugu wanahabari, Mama Samia alipoingia madarakani, sisi kama chama tulimpa ushauri tarehe 1 Aprili 2021, na ushauri huu tuliweka katika kijitabu hiki hapa. Tumemshauri Mama Samia, pamoja na mambo mengine, ajiwekee lengo la kushinda, ukisoma hiki kitabu hiki, la kushinda tuzo ya Mo Ibrahim, ikiwa kama ataongoza nchi kwa miaka 4.5, ikiwa kama ataongoza nchi kwa miaka 9.5. Kwa nini ashinde tuzo ya Mo Ibrahim? Ashinde tuzo ya Mo Ibrahim kwa kuiongoza nchi katika hali ya utawala bora, kupambana na rushwa, kuhakikisha kwamba tunajenga demokrasia ya kweli, tunakuwa na uchaguzi uliokuwa huru na wa haki, na tunajenga uchumi shirikishi unaopunguza umaskini na kuongeza ajira kwa vijana wetu. Tumemweleza katika kijitabu hiki, lakini ushauri wetu Mama Samia ameupuuza. Masuala kabisa ya kuweza kuweka utawala bora, kuhakikisha kwamba tunakuwa na uchaguzi ulio huru na wa haki, tunakamilisha katika katiba hiki. Tumemweleza, wewe ulikuwa na bahati ya kuwa makamu mwenyekiti
wa bunge la katiba. Mama Samia alikuwa makamu mwenyekiti wa bunge la katiba. Tumia uzoefu wako huo, hili swala la katiba tuweze kulimaliza, tupate katiba yenye misingi ya demokrasia, tupate tume huru ya uchaguzi. Marehemu Magufuli mwaka 2015 anapolihutubia bunge alisema amepewa, ana jukumu la kukamilisha mchakato wa kupata katiba mpya. Uchaguzi wa rais huwezi kuhojiwa mahakamani. Haya ni mambo ambayo tulishauri yaweze kufanyika. Tukayapeleka haya serikalini na pia tukamwandikia Rais Samia barua kwamba tukutane tuyajadili mambo haya. Wakati mimi nikiwa mwenyekiti wa TCD, barua yetu haikujibiwa, mkutano haukufanywa, usalama wa taifa ndio wamemzingira pale, wao ndio wamejifanya mabwana wakubwa. Rais haruhusiwi kukutana na viongozi wa TCD. Hatukupata fursa ya kukutana nao. Ndugu wanahabari, uchaguzi huu umetazamwa na waangalizi wa uchaguzi. Nilopata bahati baada ya mtandao kufunguliwa, umefunguliwa jana au juzi jioni, ndio kumbe kuna mambo mengi yalikuwa yanatupita tu hapa. Nikaiona hii taarifa ya watazamaji wa SADC ambao wamesema kabisa uchaguzi huu haukidhi viwango. Ujumbe wa uangalizi wa uchaguzi wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika ukiongozwa na Mheshimiwa Richard Msowoya uliwasili nchini kufuatilia uchaguzi mkuu wa Tanzania wa Oktoba 2025 kwa mujibu wa kanuni za SADC kuhusu uchaguzi wa kidemokrasia. Katika taarifa yake ya awali imeeleza kuwa ingawa baadhi ya taratibu za kisheria zilifuatwa, mazingira ya uchaguzi hayakuwa huru, hayakuwa ya haki wala kuaminika kikamilifu kutokana na kukandamizwa kwa vyama vya upinzani, ukosefu wa uhuru wa vyombo vya habari, matumizi ya nguvu ya dola na dosari katika uendeshaji na uwazi wa matokeo. Kutokana na hali hiyo, ujumbe huu wa SADC uliokuwa unatazama umehitimisha kuwa uchaguzi wa 2025 haukidhi viwango vya SADC vya uchaguzi huru, wa haki na wa kuaminika, na umetaka hatua za haraka kurejesha imani ya wananchi na mustakabali wa demokrasia nchini. Taarifa hii ya SADC pia imekosoa katiba ya Tanzania inayozuia matokeo ya uchaguzi wa rais kuhojiwa mahakamani, kuzuia mgombea binafsi asiyekuwa mwanachama wa chama kilichosajiliwa na rais ambaye ni mgombea wa chama tawala kuwa ndiye mteuzi wa wajumbe wa tume ya uchaguzi. Ndugu wanahabari, kwa hitimisho tunasema kwamba baada ya kushauriana na viongozi wenzangu wa kamati ya uongozi ya Baraza Kuu, CUF inatamka wazi kuwa uchaguzi mkuu wa 2025 haukuwa huru, haukuwa wa haki wala wa kuaminika. Ni ubakwaji mwingine wa demokrasia.